hivi huyu mkubwa unamwamini kabisa? Maana anaweza akala pesa na bado tukaenda kufia jela. Tukiwa bado hatuelewi nini kinaendelea, Michael aliniuliza swali. Mpenzi msikilizaji wa Light Simulizi, ninakusalimu popote pale ulipo kutoka Tanzania na nje mipaka ya taifa la Tanzania. Nathamini sana support yako na natambua sana support yako kwangu. Mwenyezi Mungu azidi kukubariki. Basi nikulete katika sehemu ya 5 ya simulizi yetu hii ya kuitwa Hakika Nilioa Kifo ama Ndoa. Basi tukaweze kujua ni nini ambacho kitajiri huko mahakamani. Je, mkuu wa kituo ama mkuu wa polisi atatekeleza kweli yale ambayo wamekubaliana na ile pesa ameshachukua? Je, atawasaidia hawa vijana wawili kumaliza kesi yao? Basi kujua nini ambacho kitajiri, tega sikio lako uweze kumsikiliza binti wa Lavida, yani binti Trishi, mwanzo mpaka mwisho, kaweza kujua uhondo uliopo ndani ya huu mkasa. Karibu sana. Basi siku hiyo ilipita, ilifika siku ya kwenda mahakamani ambapo tulikuja kuchukuliwa na kupelekwa kule mahakamani. Kweli siku hiyo ndo niliamini pesa ndo sheria, na pesa inaweza amua wewe ufanye mauaji na usifungwe. Maana ulipofika muda wa kesi yetu kusikilizwa, hakimu alianza kwa kusoma hukumu ya kesi yetu kwa ushahidi wa pande zote mbili ambazo tumejaribu kufuatilia na kusikiliza. Tumejiridhisha kwamba watuhumiwa hawana kesi yoyote ya kujibu na wanaachiwa huru kuanzia leo. Hiyo ilikuwa ni hukumu kwa ufupi kutoka kwa hakimu. Baada ya hukumu hiyo, Michael aliruka kweli. Basi tulirudishwa kwenye kile kituo tulichofikishwa kwa mara ya kwanza na kwenda kukabidhiwa vitu vyetu. Kwa upande wangu nilikuwa nimeacha simu, wallet ambayo ilikuwa na pesa kidogo pamoja na kadi za bank. Juma, tunakwenda wapi sasa? Maana sidhani kama hapa mjini panakalika tena kwa saizi. Michael, inabidi tuondoke kwenda huko mkoani kwenye makazi yangu, maana kukaa hapa ni jau. Basi mimi na Michael tulikubaliana kwamba tutaondoka kwa pamoja ili walau tukatulize akili na kujua nini tufanye. Basi tulikwenda sehemu ambayo Michael alikuwa anakaa na alikuwa amepanga chumba na sebule. Basi tulioga na kujiweka sawa kabisa. Juma, kulala hapa hiyo haiwezekani kabisa, maana sipaamini kabisa. Michael aliongea pointi ambayo hata mimi nilikubali, maana nafsi zetu zilikuwa zinawindwa kila sehemu. Basi mimi na Michael tuliondoka pale na tulipanga tukachukua chumba guest house, na bahati nzuri nilikuwa na pesa kidogo na tulikubaliana kwamba kesho yake tunaondoka. Sasa tukiwa tupo njiani tunapiga hatua mdogo mdogo, tulipita ile njia ambayo Dativa aliliacha gari baada ya kupata pancha. Nilishangaa, maeneo yale hata gari hamna. Nilipojaribu kupeleleza niliambiwa mamlaka ya kuhifadhi barabara ilikuja kulivuta ile gari kwa sababu lilikuwa limeziba barabara na kila kitu kwenye ile gari kilikuwa kimeibiwa, yani kuanzia matairi na vingine vingi. Basi hapo ilibidi nikubali kwamba ni hasara nimekutana nayo na hakuna uwezekano wa kulipata tena. Basi tuliendelea na safari, ila tukiwa tunaendelea kutembea niligundua kuna gari inatufuatilia kwa nyuma. Hapo ilibidi tuingie njia za vichochoroni kutoka tunakimbia. Mara wale watu nao walishuka kwenye gari na kuingia vichochoroni ili wale sahani moja na sisi. Hapo ilibidi tuwe serious kwenye kukimbia, maana hata speed iliongezeka automatically. Baada ya kujua wale majamaa bado wanaendelea kutufukuzia, ilifika wakati wale majamaa ni kama waligawana hivi, maana mara ya kwanza walikuwa 5 ila tulishangaa tunaanza kuwaona wawili. Tulikimbia mpaka kwenye jumba bovu fulani ambapo tuliamua kujificha mle kwanza. Juma, inabidi tu wajasiri tufanye kitu, maana bila hivyo tunaweza kufa. Michael, tunafanyaje sasa hapa? Juma, tupambane. Hawa jamaa waliobakiwa 2 inatakiwa tupambane nao, tuwaoneshe kwamba na sisi tunaweza, maana tukiwa tunawakimbia kila siku nao watatuzoea. Michael aliongea akiwa serious na mtu anayejiamini, ila kwangu bado nilikuwa na wasiwasi kwa sababu wale jamaa wao walikuwa na silaha, halafu sisi tulikuwa hatuna. Tukiwa bado tunaendelea kujadiliana mle ndani na Michael, mara tulisikia vishindo kwa nje, na baada ya kuchungulia tuliona wale majamaa wapo pale nje wakiwa wanaangaza huku na kule, maana tayari
walikuwa wameacha kutuona ghafla. Juma, hebu nenda kajibane upande ule. Mimi acha nipitie dirishani tuwazunguke. Michael aliongea kwa kujiamini. Basi ni kweli Michael alitokea dirishani. Mimi nilibaki nimejibana mle ndani na nilikuwa nimeshika bonge la gogo kwa ajili ya kujihami. Wale jamaa machale ni kama aliwacheza maana nao walianza kuingia kwenye lile jumba bovu ambamo mimi ndio nilikuwa nimejificha, na walikuwa wanaingia kwa umakini mkubwa mno, na wote wawili walikuwa na silaha. Basi walizidi kuingia taratibu taratibu, huku wakiwa wanaangalia huku na kule, na tayari walikuwa wamekaribia kufika sehemu ambayo mimi nimejibana. Ile naendelea kufikiria nini cha kufanya, nilisikia kishindo kikubwa. Kumbe tayari Michael alikuwa amempiga mmoja hapo gogo la kichwa. Ile nachungulia, nilimwona yule mwingine alibakia ndo anataka kumuasha Michael na risasi. Jinsi nilivoruka kwenda kumuasha yule jamaa gogo la kwenye bega, hata sikuelewa, maana palikuwa na kaumbali kama hatua 4 hivi. Basi jamaa alidondosha ile bastola yake chini akiwa anaugulia maumivu. Nikiwa nazidi kumwangalia jamaa anavyojikunja na kujishika bega, Michael hakutaka kumchelewesha. Jamaa alimtwanga na gogo kichwani. Damu zilianza kuruka kama maji kwenye bomba, yaani ambalo limefumuka. Juma, unamwonea huruma nyani? Utavuna mabua. Sasa nadhani hawa wajinga nao wataanza kutuogopa. Michael aliongea akiwa serious mno. Baada ya hapo tulichukua zile silaha zao na kuondoka maeneo yale tukiwa makini kweli kweli. Bahati mbaya kati ya wale wawili tuliwatwanga magogo, yule chibonge ambaye huaga anamtamania hakuwepo. Yaani angekuwepo na hisi ningeondoka na kichwa chake, maana nilikuwa na hasira naye sio mchezo. Michael, hawa puuzi kumbe inawezekana kupambana nao hata tusipowakimbia kwenye huu mji. Baada ya kufika guest house na kuchukua chumba tukiwa tumetulia, nilifikiria wazo la kubaki pale pale mjini ili tupambane nao, na nilimshirikisha Michael hilo wazo. Juma, ndio inawezekana, tena vizuri kabisa. Ila kwa saizi nachoomba, inatakiwa tupote hapa mjini kidogo ili wajisahau angalau baada ya miezi 3 tu ndo turudi. Michael alitoa wazo ambalo niliona lina mantiki kweli kweli. Basi tulitulia pale guest tukiwa na mipango kedekede. Ilipofika saa 11 alfajiri tuliamka na kuwahi stendi ya mabasi. Hapo tulipanda gari na kuachia mji wao. Mida saa 6 mchana tulikuwa tumefika kule tunakoelekea, na tulipokelewa vizuri kweli na Dativa, na alitupikia vyakula vya kila aina. Siku hiyo Michael alikuwa anakula huku anakienua tu, maana ilikuwa sio kwa utamu ule wa vyakula. Jamani, Juma, kweli sometimes kuna mambo yanachelewa tu. Hivi mwanangu, ilikuwaje ukaoa shetani lile, ukaacha chombo kama hiki ambacho dunia nzima wanaume wanatamani kukimiliki? Utamu wa vyakula ulimchanganya Michael, alijikuta na ropoka tu. Dativa yeye alibaki tu kucheka chini chini. Dativa, ina maana mama huaga harudi na nalala huko kwa hospitali, anashinda na mamangu? Hapo nilimuuliza Dativa hilo swali ili kupotezea ile mada za kiwaki kutoka kwa Michael. Juma, siku zingine huaga anarudi na zingine analala huko huko, Dativa alinijibu, ila bado alikuwa anaendelea kucheka ile kauli ya Michael. Dativa, nimbuka nitengenezee juisi. Unacheka cheka nini sasa? Hapo ilibidi nimuondoe pale kinamna, maana hata hiyo juisi yenyewe nilikuwa sina hamu nayo. Michael bwana, sasa ndio nini kuropoka mbele ya wife bana? Huone kwamba unamvimbisha kichwa ajione yeye ndo yeye. Baada ya Dativa kuondoka nilimgeukia Michael. Juma, sio unamvimbisha kichwa. Mtu kama anastahili sifa unampa tu, usisubiri mpaka afe. Haya, sema yeye mwenyewe. Hivi kwa muda ambao umeishi na Vivian, amewahi kukupikia madikodiko matamu kama haya? Yaani Michael alikuwa anaongea huko akiwa anajilamba tu. Basi ilikuwa ni fulu kutaniana na kucheka siku hiyo. Ilipofika jioni tulikwenda na Michael hospitali. Nilishangaa na kubaki nimeganda, maana baada ya kufika hospitali tukiwa kwa mbali nilimwona Mama Ima akiwa amemshikilia mama yangu anamfanyisha mazoezi ya kutembea, na inaonekana walikuwa kwenye stories za kufurahisha, maana kwa jinsi walivyokuwa wanacheka mpaka nilijikuta furaha inapitiliza na machozi kunitoka. Basi nilimwambia Juma turudi nyumbani tuache kuanza, maana inaonekana mtu na rafiki yake zilikuwa zimeanza kuiva tena, na sikuamini kama mama, yani mama yangu anaongea. Dativa, mbona hamkuniambia kama mama kapona?
Baada ya kufika nyumbani nilimuuliza Dativa, Juma kwani vipi? Kakwambia amepona. Sijafika ila kwa mbali nimewaona na kwa jinsi nilivyomwona mbona kama anaongea. Ndiyo anaongea, kwani vipi? Kuna maajabu? Basi hapo nilibaki na furahi tu, maana tayari nilijua mamangu ashapona. Basi siku hiyo ilipita. Ilipofika siku nyingine mchana, mimi na Michael tulikwenda tena hospitali na nilikuwa nimemnunulia matunda ambayo nilikuwa najua mamangu anapenda. Baada ya kufika hospitali kwenye wodi ambayo mamangu yumo, na mama aliponiona kwanza alibaki kaduaa akiwa haamini na machozi yakianza kumtiririka. Mama, unalia nini au nirudi? Baada ya kumuona mama analia nilijua furaha imemzidi, niliamua kumtania. Basi mama baada ya kusikia hivyo alitabasamu kwa akiwa anafuta machozi. Mama, kumbe bado hujazeeka Sio kwa tabasamu hilo, nilizidi kumtania mamangu ili afurahi. Baada ya hapo nilisogea pale alipokaa na kumkumbatia. Juma, wewe ndo mtu mwenye thamani kuliko chochote duniani, na nimeishi kwa sababu najua nimebaki na wewe. Mama aliongea maneno ambayo yalinifanya nipate nguvu mpya. Mama, usijali, ni wakati wako wa kuanza kunenepa na nakuahidi utanenepa kuliko hata ulivyokuwa mwanzo. Niliongea pointi ambayo wote mle ndani walicheka, yani Mama Ima na Michael wote walicheka. Juma, kitu ambacho nataka nikwambie na Mungu ananiona. Naomba usije kumwacha Dativa kwa hali yoyote ile. Na baada ya hapa nikiwa kama mzazi, nataka nishuhudie wewe na Dativa mnafunga ndoa rasmi. Mama alizidi kupiga mwingi kwa maneno yake. Maana aliongea swala la ndoa rasmi, kitu ambacho kichwani mwangu sikuwahi kuwaza. Yaani mimi nilikuwa najua kuzaa na Dativa tayari ashakuwa mke wangu wa halali. Basi furaha ilizidi maradufu na nilimshukuru Mama Ima kwa upendo wake alouonesha kwa mamangu. Kwa hiyo vipi sasa? Kuondoka lini? Maana naona mgonjwa ushapona hadi unatuna na kujishebedua hivyo kitandani. Juma, acha kunivunja mbavu bana. Utafanya niumwe tena unajua kwa hiyo mama hutaki kuendelea kuumwa ili wewe unakula tu vitu tuzuri tu na kudeka. Basi mimi na mama tulikumbushana utani ambao tulikuwa tunataniana zamani, na waliniambia baada ya wiki moja hatakuwa ameruhusiwa. Michael mwanangu, nashukuru kwa kuwa bega kwa bega na Juma. Mama hakusahau kumshukuru Michael pia, maana kazi ya Michael mpaka kufikia muda ule ilikuwa ni kubwa mno. Yaani kuanzia siku mzee wangu alivyouawa mpaka maandalizi ya mazishi, Michael alifanya kazi kubwa mno. Basi mimi na Michael tuliwaga pale hospitali na kurejea nyumbani, ila tukiwa njiani Michael alinikonyeza na kunionyesha jamaa fulani hivi. Kwani vipi, unamfahamu? Hapo ilibidi nimuulize Michael na ilitubidi tusimamishe gari. Juma, yule jamaa ndio nilikuwa namsema kwamba kuna sehemu nimewahi kumuona na ndo wale walikuwa wananishambulia kwa risasi siku ile. Michael alitoa maelezo ambayo yalinifanya nibaki nimemkodolea macho yule jamaa. Michael, sasa huko anafanya nini? Juma, hapo mimi ndo najiuliza sasa. Tukiwa bado tunaendelea kuulizana maswali, na Michael mara pale alipokuwa amekaa jamaa nilimwona na yule chibonge ambaye huaga na niwinda kila siku, naye alifika pale. Michael, hii hatari. Itakuwa hawa majamaa washajua tupo huko, maana inaonekana wale ni watu wao na kina Vivian. Juma, hapa kitu kinachotakiwa hawa jamaa ni kuindana. Wakiwa wanatuinda na sisi tuwawinde. Michael alitoa wazo hilo. Basi tulikubaliana mimi na Michael kwamba itabidi tuanze kufanya msako. Tuliosha gari na kurejea nyumbani, ila baada ya kufika pale nyumbani nilishangaa kuna watu wa kutosha na inaonekana kulikuwa na tukio limetokea. Nilijikuta wasiwasi unaniingia ghafla kuhusu familia yangu. Jamani, kulikoni? Nilifika pale na kuuliza kwa pupa watu ambao nilikuta pale nje. Baba Judati, ulikuwa wapi? Hapa kwako muda sio mrefu palikuwa na uvamizi, maana tumesikia makelele na risasi zikipigwa. Sasa ndo hivyo tumefika hapa, ndo hali kama ulivyoikuta. Mama mmoja jirani alitoa maelezo ambayo hata sikumuelewa. Mama, kwani ametokea wapi? Mbona sielewi? Juma, Mama Judati na yule binti mlikuwa mnakaa naye hapa wamepigwa risasi, na muda huu tunaongea wapo njiani kupeleka hospitali, maana kuna wasamaria wema wamejitokeza kuwapeleka. Baada ya hizo taarifa
Niliishiwa nguvu aisee. Kwanza nilijikuta nadondoka chini bila kujua. Nilipopiga jicho pembeni niliona kuna mama mwingine amembeba mwanangu Judati na alikuwa analia kweli kweli. Yaani nilijikuta akili imepotea kwa muda, nilikuwa naona kama dunia nzima imeniangukia. Juma, jikaze, twende kwa hospitali tukajua kinachoendelea. Michael aliongea pointi ambayo ilifanya nikurupuke pale chini nilipokaa. Baada ya hapo Michael aliishika usukani na kuwasha gari mpaka hospitali. Baada ya kufika pale tulikuta wagonjwa ndio wamepokelewa na walikuwa wameingizwa emergency room. Na kilichokuwa kinatakiwa ni kwenda kuchukua kibali polisi kwa ajili ya mke wangu kutibiwa. Basi tuliongozana mimi na Michael mpaka kituoni na tulitoa maelezo jinsi tukio lilivyotokea. Baada ya hapo tulipewa kibali na polisi waliahidi kwenda eneo la tukio kwenda kujiridhisha. Basi baada ya taratibu zote kukamilika, matibabu yalianza huku moyo wangu ukiwa unadunda na nilikuwa naogopa mno kupokea taarifa yote mbaya kuhusu hao watu. Tukiwa na Michael pale kwenye korido tumetulia, kila mtu anakuna kichwa na kuzunguka huku na kule. Mara tulisikia kuna mtu anakuja kwa spidi huku analia. Nilipoangalia vizuri nilimuona Wamaima anakuja kwa spidi pale tulipokuwa tumesimama. Juma, mwanangu Juma, yuko wapi? Mama Ima alifika pale na kuanza kulia huku akiwa anauliza. Kama tujuavyo wabongo kwa kupamba taarifa, niligundua tu kwamba waliompa taarifa Mama Ima inaonekana amemwambia kwamba Dativa kafa. Mama, tuliza munkari, utakusanya watu hapa. Dativa yuko vizuri tu na atakaa sawa. Hapo ilibidi nianze kumtia moyo na kumnyamazisha Mama Ima. Juma, hebu niambie ukweli na unieleze kila kitu. Nini kimemkuta mwanangu? Mama Ima alituliza mizuka na kuacha kulia huku akiwa na hema, na aliniuliza swali ambalo sikuelewa nimjibu vipi kwa sababu hata mimi muda wa tukio sikuwepo na nilikuwa bado sijamwona Dativa na yule binti wa kazi kwamba wana hali gani. Mama, tulia kwanza, tutaongea baadaye. Ila ndo hivyo, Dativa akapata majeraha kidogo, ila madaktari wamenihakikishia kwamba atakuwa sawa. Niliamua kumdanganya ili asiwe na pressure, ila kiukweli mimi mwenyewe nilikuwa na wasiwasi wa kufa mtu. Hata huyo daktari nilikuwa sijaongea naye. Juma, hapa inabidi kuwa makini kila hatua. Nimegundua sisi hili swala tunatumia akili ya kawaida kufikiria wakati wenzetu wako serious. Kwa hiyo mwambie mama aende kule nyumbani akamchukue kwanza mtoto, halafu tujue inakuaje. Michael alitoa wazo hilo, ila nilipojaribu kumwambia Mama Ima hakutaka kusikiliza chochote kile. Alichokuwa anataka ni kujua hali ya mwanae. Tukiwa pale kwenye korido tunaendelea kubishana na Mama Ima, mara kwa mbali kuna mtu nilimuona anajizungusha maeneo ya pale hospitali. Michael, hebu weka umakini hapa, asipite mpuzi yoyote na kuja. Baada ya kumtilia mashaka yule mtu nilimuona kwa mbali, niliamua kumfuata ili nikajiridhisha vizuri ni yule ambaye namuwaza au ni mwingine. Nilizunguka upande wa pili ili nimwangalie vizuri yule mtu, ila baada ya kuchunguza niligundua yule mtu hayuko peke yake, maana niliona watu kama 4 hivi akiwemo na yule Shibonge. Hawa puuzi wamedhamiria, ila subiri, hawa leo siwaachi. Baada ya kugundua bado wanaendelea kutufuatilia, nilijisemea kimoyomoyo na awamu hii nilikuwa nipo tayari kwa lolote lile. Basi ilibidi kwanza nirudi pale nilipomwacha Michael na Mama Ima ili tukashauriane na Michael kwamba tunafanyaje. Basi nilifika pale na kumuelezea Michael hali inayoendelea na mazingira gani tupo. Basi Michael alianza kupendekeza mbinu ya kutumia ili kupambana na wale watu. Tukiwa tunaendelea kujadiliana, mara daktari naye alitoka kwenye kile chumba cha emergency. Sasa wote watatu tulimkimbilia ili kujua nini kinaendelea kwa mgonjwa wetu. Ndugu zanguni, poleni kwa yote. Tumejaribu kadri ya uwezo wetu. Ila bahati mbaya mmoja kati ya wagonjwa wenu kapoteza maisha. Ila huyu mwingine uwezekano kupona ni mkubwa, tuombe Mungu. Daktari aliongea maneno ambayo alimfanya Mama Ima adondoke pale pale na kuzimia. Basi ilibidi manesi waje pale na tulisaidiana kumbeba Mama Ima ili akapatiwe huduma ya kwanza, na nilikuwa sijapata muda wa kumuuliza hata daktari vizuri kwamba aliyekufa ni upi kati ya wale wawili. Yaani moyo wangu ulikuwa unakwenda speed sio kawaida.
Baada ya kumuingiza Maima kwenye chumba cha daktari kwa ajili ya huduma ya kwanza, bahati nzuri niliona vazi la daktari mle ndani na manesi tulioingia nao walikuwa wametoka. Na nilikumbuka mpango ambao tumepanga mimi na Michael. Sasa ilibidi niibe lile vazi na kulificha kabla hata daktari hajaingia. Nilitoka faster mle ndani. Michael, nishapata lile vazi tayari. Vipi, tunafanyaje sasa? Nilimuuliza Michael kwa sababu kuna mpango tulikuwa tumepanga kwa ajili ya wale wapumbavu. Juma, kama tulivyoongea, wewe nipe hilo vazi alafu wewe nenda kajifiche chooni. Na inabidi utafute kitambaa cha kuziba hiyo sura yako. Michael alinipa maelekezo. Baada ya hapo nilifanya kama alivyoniambia, na muda huo mwili wangu ulikuwa una joto kama unawaka moto hivi. Moyo ulikuwa unadunda sio mchezo. Mawazo yote yalikuwa kwa mke wangu Dativa, na nilikuwa najiuliza ni nani kati yake ama mfanyakazi aliyepoteza maisha. Basi nilitafuta kitambaa na kujifunika usoni. Baada ya hapo nilikwenda kutulia kule chooni kama tulivyopanga na Michael. Sikuelewa Michael aliwadanganya nini wale majamaa ambao walikuwa wanatuzengea maeneo yale, maana nilipochungulia kwenye matobo nilikuwa kule chooni niliona Michael kaongozana na wale jamaa wawili miongoni mwa wale wanne, na Michael alikuwa kavaa kidaktari kabisa na uso alifunika, kwa hiyo kumtambua ilikuwa ni ngumu. Baada ya kufika mle chooni, Michael akiwa kaongozana nao, Michael alimdaka mmoja na kumkaba shingo. Yule mwingine akiwa anashangaa na kujiuliza nini kinaendelea, na mimi nikajitokeza na kumdaka kisha nilimkaba shingo. Yaani sikuelewa nguvu zingine nilizitoa wapi, maana nilipokumbuka kwamba tayari kuna mtu keshapoteza maisha kwa ajili yao, japo nilikuwa sijui ni nani, na nikakumbuka jinsi mzee wangu alivyotwangwa risasi mbele yangu. Hapo niliongeza nguvu maradufu. Yule jamaa nilimkaba shingo, mara niliona anaanza kulegea. Hapo ndo niliongeza zaidi na zaidi. Baada ya hapo niliona macho yanaanza kuzunguka mara mbili. Mara alikata moto. Yule aliyekabwa na Michael, inaonekana Michael hakumkaba vizuri, maana akiwa kakabwa niliona jamaa anajizungusha. Mara alichomoa bastola. Kabla hata hajaishika vizuri nilimwachia yule ambaye nilikuwa nimemkaba, maana alikuwa shakata moto, na kumrukia yule mwingine mkono aloshika bastola. Baada ya hapo kilichofuata ilikuwa ni historia kwa wale jamaa, maana tulichowafanyia, mpenzi msikilizaji, wewe hukuwepo ila malaika wako alikuwepo. Basi baada ya kuhakikisha wamekufa, tulitoka mle chooni na tulitoka kwa uangalifu, huku tukiwa tunaangaza huku na kule ili tusionekane. Basi tulifanikiwa kutoka na tulizunguka upande wa nyuma wa vile vyoo. Kisha Michael alitoa lile vazi na mimi nilitoa kile kitambaa na kujiweka sawa. Baada ya hapo tulinyoosha kwenda kule walipo wagonjwa wetu. Juma, kazi nzuri kweli kweli. Sasa hawa, hii ndio dawa yao. Wakituwinda na sisi tunawawinda. Tukiwa tunatembea kwenye korido, Michael alinipongeza. Michael mwanangu, wewe noma sana. Sasa wale maboya waliwadanganya nini mpaka wakakubali kuja na wewe kule chooni? Juma, si unajua kazi yangu bwana, ni maneno mengi. Niliwadanganya kwamba kuna kitu waje wanisaidie kukiweka sawa huko chooni. Sasa baada ya hapo nao waliniambia baada ya hiyo kazi wanaombi lao kwangu. Walivyosema tu hivyo, hapo nilijua kazi kwisha. Na ombi lao walilokuwa wananiomba ni kwamba niwaazime nguo za daktari, wana kazi nazo. Baada ya hapo tulikubaliana, na ndio maana ulituoa na tumeongoza na kuja nao. Michael, wewe kweli dalali. Sema mwanangu, umefeli kwenye kitu kimoja. Ungemleta yule Chibonge, maana ninavomtamani mpaka sio vizuri. Basi tulizidi kupongezana kwa kazi nzuri. Baada ya kufika kule tulikuta Mama Ima tayari kazinduka. Mama, vipi, unajisikiaje? Hapo ilibidi nimuulize Mama Ima, maana alikuwa katulia na amekaa kinyonge kweli kweli. Juma, nashukuru mtoto wangu huyu hai, ila anamsikitikia binti wa watu. Kafa kiyatima vile na hatumjui ndugu yake hata mmoja. Mama, aliyekufa ni Dora kumbe. Hapo nilijikuta angalau moyo unapunguza kudunda, japo aliyekufa naye alikuwa ni mmoja hapo kwenye familia yetu, maana alikuwa ni dada wa kazi, ila nilijikuta kimoyo nasema afadhali. Tulikuwa tunaendelea kuongea mawili matatu na Mama Ima kwenye kile chumba ambacho yeye alikuwamo. Mara nilisikia makelele kwa nje. Hapo niliamua kutoka, na tayari Michael yeye alikuwa amekimbilia eneo la tukio.
Baada ya kupeleleza baadhi ya watu pale, taarifa ambazo nilipewa, nilibaki na cheka peke yangu kimoyomoyo. Nasikia kuna watu wameuawa kwenye choo za hospitali kule chini. Hayo alikuwa ni maneno ya mama mmoja ambaye tulikutana naye kwenye korido. Wataisoma namba, nilijisemea kimoyomoyo baada ya hiyo taarifa. Basi nilirudi kuendelea kupanga mipango na Maima. Tukiwa bado hatujamaliza mazungumzo, mara Maiko naye alifika na aliniambia tutoke nje mara moja. Juma, sikiliza, hapa ndo inatakiwa tumalize kazi. Nilipokwenda kwenye eneo la tukio kule, nimewaona wale wajinga wawili waliobakia, ni kama wamepanic hivi. Sasa sikiliza, hao itabidi tuwafuatilie wanakoelekea hatua kwa hatua. Wao walikuwa wanatufuatilia, sasa saa hizi ni zamu yetu kuwafuatilia. Baada ya kutoka nje, Michael alitaka tuwafuate wale majamaa. Michael, tungesubiri kwanza, si unajua hapa kuna mtu kafa, inabidi tufanye taratibu za mazishi. Si unajua yule binti alikuwa na ndugu Juma, hilo nalijua, ila kwanza tufanye kazi. Hivi unafikiri huyo binti huko alipo atafurahi kuona watu waliondoa uhai wake bila sababu wanaendelea kula bata? Sasa nakwambiaje, kabla mtoto wa watu hajazikwa, lazima hawa wapuuzi tuwakamate, ili hata aendako aende kwa amani. Michael alizungumza pointi ambayo ilinitia morali mpya kabisa. Basi ni kweli mimi na Michael tuliwasha gari pale hospitali na kwenda kujibana sehemu ili tuwasubiri wale wahuni wakiwa wanachomoka pale hospitali na gari lao. Ni kweli baada ya kama dakika 10 tuliwaona wale majamaa na gari nao walikuwa kwenye mwendo wa kufa mtu. Baada ya hapo tuliamua kuunga nao. Tulitembea kama dakika 10, wale jamaa walisimamisha gari na waliingia kwenye pabu fulani hivi, na sisi tulisimamisha gari kwa mbali na kuwasikilizia. Tulikaa kwenye gari kama nusu saa hivi, ila bado wale jamaa walikuwa hawajatoka. Juma, tushuke tuwafuate kule kule. Michael alitoa wazo, ila hilo wazo nililipinga kwa sababu niliona kule ni kuhatarisha maisha yetu. Unaofuata mtu wakati hujui uko aliko anafanya mipango gani? Tulikuwa tunaendelea kubishana, mara tuliwaona wale majamaa wanatoka na waliingia kwenye gari na kuwasha gari kisha wakaondoka. Kitu nilichoshangaa, walikuwa wanaelekea njia kwangu, na baada ya kufika pale nyumbani kwangu niliwaona wale jamaa wanasimamisha gari na kushuka wakiwa makini kweli kweli, na walikuwa wanachungulia huku na kule, na muda huo tayari ilikuwa giza imeanza, maana ilikuwa kama saa 1:30 hivi. Basi wale jamaa walizama ndani pale nyumbani kwangu, na yule Chibonge ndo alikuwa mstari wa mbele. Baka hapo nilikuwa sijui lengo lao ni lipi haswa. Juma, tuwai kule ndani. Usikute wale wajinga wana bomu wanataka kulipua nyumba. Tunajua wale wapuuzi hawana gadogo Baada hiyo pointi ya Michael nilikurupuka mle kwenye gari na kushuka faster kukimbilia nyumbani kwangu. Basi mimi na Michael tulitoa silaha ambazo tulikuwa tumezipata toka kwa miongoni mwa hao wahuni. Tulijitahidi kunyata na tulifanikiwa kuingia ndani. Baada ya kuingia ndani pale sebuleni, wale jamaa hawakuwepo. Hapo niligundua hawa kuna vitu wanatafuta na sio mambo ya mabomu. Hapo ilibidi niongoze kwenda chumbani nikiwa makini, na Michael naye alikwenda kwenye chumba kingine. Nilivyofika mlango wa chumba ambacho huaga analala Maima, nilisikia sauti wale majamaa wananong'ona mle ndani. Basi hapo ilibidi nirudi kumshtua Michael kwamba wapo huku. Juma, ufunguo iko chumba unao? Baada ya kumwambia Michael chumba alichokuepo, Michael aliniuliza kwa sauti ya chini kama nina ufunguo. Baada hilo swali ilibidi kwanza ninyate mpaka sehemu ambayo Maima huaga na hifadhi ufunguo wake, na bahati nzuri nilikupata ule ufunguo. Michael, ufunguo hapa, inakuwaje? Hebu nipe ufunguo. Basi nilimkabidhi Michael ufunguo na taratibu alinyata mpaka pale mlangoni. Alichokifanya Michael, aliwafungia wale jamaa kule ndani. Nini kinafuata? Hapo ilibidi nimuulize kwanza, maana mbinu yake nilikuwa hata sijaelewa bado. Juma, kuna dawa tunakwenda kununua. Tukija kuchoma humo ndani, mbona hao jamaa wako ndani lazima wataje yote, na baada ya dakika 5 tu lazima wazimie. Michael aliongea mbinu yake. Hapo nilifurahi, maana yule bonge jinsi nilivyokuwa nimempania ni hatari. Bila hata kuchelewa, muda ule tulikwenda kwenye duka la pembejeo. Tulinunua dawa fulani hivi ya unga ambayo ipo kwa ajili ya wadudu.
Yaani unamwaga tu ule unga, halafu wadudu wa kila aina wakinusa ile harufu wanakufa. Sasa ile dawa ukiichoma kwenye moto ni hatari kwa afya ya binadamu. Baada ya kupata ile dawa tulikwenda mpaka nyumbani na tulikuta wale wahuni wanapambana na mlango, maana walikuwa wamepiga ule mlango risasi mpaka zimewaishia. Sasa tulichokifanya, tulichoma ile dawa karibu na pale pale kwenye mlango wa kile chumba ambacho ndo tumewafungia. Baada ya hapo tulifunga milango yote na kutoka nje ya fence kabisa. Tulisubiri kama dakika 10 hivi. Baada ya hapo tuliingia na kufungua milango yote ili hewa itoke. Ni kweli tulipoingia kwenye kile chumba tulichokuwa tumewafungia jamaa, walikuwa wamelala chali, ila katika kuwachunguza tuligundua mmoja amekufa na yule chibonge bado alikuwa hai. Kitu tulichofanya, yule bonge tulimfunga kamba kiasi kwamba hata akizinduka hawezi kutoka. Halafu baada ya hapo tulikwenda kumfungia store. Hilo lilikuwa wazo la Michael, maana mimi kwa hasira ambazo nilikuwa nazo nitaka yule bonge nimkatekate kichwa kabisa. Na yule mwingine aliyekufa tulikwenda kumtelekeza barabarani kwa sababu ilikuwa ni usiku mida saa 3. Basi baada ya hapo tulirudi hospitali kuendelea na utaratibu mwingine. Kesho yake tulianza kufanya maandalizi ya mazishi kwa ajili ya kumzika binti Dora, ila kabla hata watu hawajaanza kukusanyika pale nyumbani kwa ajili ya msiba, mimi na Michael tulifanya mpango wa kumhifadhi vizuri yule chibonge asije kaleta vurugu, na tayari kwa asubuhi hiyo jamaa alikuwa kazinduka. Kitu ambacho tulifanya, tulimfunga mdomo kiasi kwamba asingeweza kuongea chochote kile, na baada ya hapo tulimfungia tena kule store. Juma, hakikisha ufungua huku na kuwa na wewe na asingie mtu yote, maana dili linaweza kubuma, Michael alisitiza. Michael, kwa nini huyu fala tusimalize tu yani? Juma, usiwe na haraka, huyu kuna vitu inatakiwa atusaidie kujibu, na ndio maana nataka awe hai kwanza. Basi hapo nilielewa lengo la Michael kutaka yule chibonge awe mzima mpaka muda ule. Baada ya kuweka kila kitu sawa, hapo ndo tulielekea hospitali kufanya mpango wa kumchukua mwili wa marehemu na taratibu za mazishi ziendelee. Bahati nzuri yule binti alikuwa ni mshirika mzuri kanisani, kwa hiyo kanisa lilijitolea kusimamia kila kitu kuhusu mazishi yake. Basi mazishi yalikwenda vizuri na siku hiyo ilipita na ikapita na siku nyingine. Bado yule chibonge tulikuwa tumemweka chini ya ulinzi na tulikuwa tunampelekea chakula. Baada ya siku 4 pale nyumbani watu wote walikuwa wameshatawanyika, tulibakia familia kama familia, na Dativa kule hospitali alikuwa bado hajazinduka, ila mama yangu mzazi alikuwa ameruhusiwa kutoka hospitali na tulikuwa naye nyumbani. Juma, vipi? Sasa una wazo gani kuhusu hapa nyumbani? Ilikuwa mchana, tulikuwa tumekaa watu 4 pale nyumbani, yani mimi, mama yangu mzazi, mama Ima pamoja na Michael. Siku hiyo Maima aliniuliza swali, sijakuelewa mama, kuhusu nyumbani kivipi? Juma, sikuhusu hao wauaji, kama washapafahamu hapa na wamefanya uvamizi, uone kama wanaweza wakarudi tena. Mama, kuhusu hilo swala usijali kabisa, kila kitu nimeshakishughulikia na haitajitokeza tena. Basi nilimtia moyo mama Ima kwa sababu nilijua wale wapuuzi ambao walikuwa wanatusumbua tushapunguza nguvu. Basi jioni mama yangu na mama Ima walikwenda hospitali kwa ajili ya Dativa. Mimi na Michael tulibaki nyumbani na tulitumia ule muda kumhoji yule chibonge ambaye tulikuwa tumemweka chini ya ulinzi. Kwanza tulimtoa kule store na kumleta sebuleni, kisha tukampa chakula kizuri kabisa na kinywaji ili naye ajisikie upo huru. Sasa kamanda, nadhani unajua ni mangapi uliyofanya kwangu na unajua nini unastahili kwa kile ambacho umekifanya. Sasa uamuzi ni wako. Ukitaka kuwa hai, naomba ujibu maswali yote tutaka kuuliza kwa usahihi, la sivyo ndugu yangu, kitakachofuata ni historia. Baada yule chibonge kumaliza kula chakula chote na kushushia na kinywaji, nilianza kumpa onyo kwanza. Swali la kwanza, nani aliyowatuma kufanya hiki mnachokifanya? Nilimuuliza yule chibonge nikiwa serious kweli. Ndugu yangu, ni kweli mimi simjui kwa jina wala sura, kwa sababu tulikuwa tunaongea naye kwenye simu tu. Jamaa alijibu kwa kujifanya yeye ni mjanja na mtunza siri. Oya we chibonge, sisi tunamjua aliyekutuma, kwa hiyo tuambie tu na usitudanganye kitu. Michael naye aliuliza kwa ukali.
Oya, wana mnanionea bure. Mimi hata sijui chochote kile. Wala simjui huyo mtu. Yule bonge ni kama alikuwa anachukulia poa, maana tulimpa na chakula kizuri. Sasa ni kama alitaka kutuona sisi ni watakatifu fulani hivi. Sasa hapo nilivuta sumu na nilikumbuka jinsi jamaa alivyomuosha dingi yangu risasi mchana kweupe. Nilichokifanya, nilichukua nyundo. Baada ya hapo nilimshika yule jamaa kiganja chake na kukiweka juu ya meza tena kwa hasira. Oya bro, unataka kufanya nini? Yule bonge aliongea kwa wasiwasi baada ya kuona nipo serious. Sikutaka kumjibu. Baada ya kuweka kiganja juu ya meza, nilinyanyua ile nyundo na kumgonga jamaa vidole kama napigilia misumali. Bro, usifanye hivyo, nasema bro, nasema kila kitu, tafadhali niache. Yule bonge baada ya kuona nipo serious alikubali kusema, subiri kwanza nikuongeze kwa usumbufu wako. Wewe umesema hujui. Niliongea huko nikiwa namweka tena ule mkono kwenye meza. Nilirudia tena, niligonga na nyundo kile kiganja. Jamaa huwezi amini, aliile kilio cha mtoto mpaka akajikojolea. Juma, hebu tuliza munkari basi, atujibu maswali yetu. Michael aliingilia kati baada ya kuona nataka kumuongeza jamaa nyundo nyingine. Jamani, aliyetupa kazi ni mzee Tekero, babake na Vivian. Jamaa alianza kufunguka mwenyewe. Kawalipa shilingi ngapi kwa hiyo kazi? Mara ya kwanza alitupatia 2,000,000 na alituahidi tukimaliza kazi anatuongezea 5,000,000. Vipi? Kwa nini mlimuua Hussein? Na kwa nini mnataka kumuua na Michael pia? Kwa sababu Hussein alikuwa anajua siri zetu nyingi, maana mwanzo hii kazi alipewa yeye akakataa. Na Michael je? Michael naye kwa sababu anashinda na wewe na tuliamini naye anajua siri zetu. Hebu tuelezee mpango wa kina Vivian kwa saizi ni upi? Kwa saizi wamepanga kumaliza kizazi chenu chote na wengine wanaojua siri zao ili huko mbeleni wasije kupata usumbufu. Yule chibonge alizidi kutufungukia siri zote za kina Vivian na aliongea mambo mengi mno ambapo mengine nilikuwa hata siyajui kabisa. Basi tulichokifanya, tulimwambia ampigie bosi wake simu na kumpa taarifa kwamba kazi washamaliza. Ni kweli yule bonge alifanya hivyo na tulikuwa tunasikia kabisa jinsi mzee Tekero anavyoongea kwa msitizo, na alimwahidi yule bonge baada ya kurudi atapewa pesa yake. Basi baada ya hapo tulifikiria cha kufanya na tuliona kumwacha yule bonge hai ni kuhatarisha maisha yetu, maana tulijua tu akitoka pale atakuwa na hasira na sisi na atafanya uhalifu mkubwa zaidi. Tulichokifanya, tulimua jamaa na kwenda kumtelekeza mtaani. Juma, inabidi sasa miezi kama 2 hivi tuwaache wajisahau kabisa. Baada ya hapo tunakwenda huko kulicheza game. Basi mimi na Michael tulikubaliana hivyo kwamba tuwaache kina Vivian wasahau kwanza ili tukianza kazi iwe rahisi kwa upande wetu. Ni kweli tulikaa zaidi ya miezi 2 tukiwa hatujui lolote kuhusu kina Vivian, na kwa kipindi chote hicho tulikaa kwa amani kabisa. Hata biashara zangu zilizidi kunawili zaidi na zaidi, na kwa kipindi hicho Dativa alikuwa ameshapona kabisa. Kwa hiyo tulikuwa wote tunakaa pale nyumbani na tulikuwa tunaishi kwa upendo mno mpaka ilifika kipindi tukasahau kama tulishai kupitia shida. Ilipita miezi 4 tukiwa tunaendelea na maisha. Ilifika kipindi mpaka nilianza kuona haina haja ya kuwafuatilia kina Vivian kwa sababu tulikuwa tunaishi maisha ya furaha kweli. Ila Michael alizidi kunisitiza kwamba itakuwa ni uzembe mkubwa kuwaacha watu baki watumie mali zangu mimi nikiwa hai, na tena hao ndo walihusika na kifo cha mzee wangu. Basi nilijikuta maneno ya Michael yananipa hamasa ya kufanya kitu. Baada ya kupita miezi kama 6 hivi, mimi na Michael tulikubaliana na kwenda kule wanakokaa wao ili tukaanzishe vita baridi, maana tuliamini kwamba watakuwa tayari washasahau. Ilikuwa siku ya Jumapili mchana. Mimi na Michael tukiwa na gari yetu tulianza safari kuelekea jijini, na tuliwaga pale nyumbani kwamba tunakwenda kukaa kama mwezi hivi, ila hatukuambia tunakwenda kufanya nini. Basi mida jioni sana tulifika kule tunakoelekea, na tulifikia kwenye hoteli ambayo ilionekana ni mpya kabisa na ilikuwa kisasa. Baada ya hapo tulichukua chumba na kutulia.
tulilala pale hotelini mpaka asubuhi. Tulijiandaa na kujiweka sawa kwa ajili ya kwenda kuanza kufanya upelelezi mdogo mdogo kuwahusu walengwa wetu. Ila tukiwa tunatoka na tupo kwenye ngazi tunashuka, ghafla tulimwona Vivian akiwa kaongozana na Njemba kama 3 hivi. Anaingia kwenye hoteli hiyo, tena alionekana ni mtu anayeheshimika kweli. Baada ya hapo aliingia kwenye lifti na kupanda juu, na sisi tulishuka kupitia ngazi. Kwa mbele kidogo tulikutana na mojawapo ya wafanyakazi wa hoteli ile. "Samani dada, hivi huyo mrembo anaingia hapo na mabouncer fulani hivi ni nani?" Nilimuuliza yule binti mfanyakazi ili nijue, maana Vivian alionekana kuheshimika sana maeneo yale. "Kaka, huyo ndo mkurugenzi wa hii hoteli." Yule dada aliongea hivyo na kuendelea na safari zake. Baada ya hiyo kauli nilibaki nimeduaa tu, maana ilikuwa ni hoteli ya kifahari mno. Halafu eti mmiliki ni Vivian. Michael, kweli maisha hayana formula. Yaani Vivian ndo kawa kigogo mzito hivi. Sema Juma, Vivian zisingekuwa hizo tabia zake za kiwaki, ni bonge la pisi. Yaani nimemwona hapo, nimekuta mwili unasisimka kabisa. Michael alianza kuongea maneno ambayo kwenye kichwa changu niona ni upuuzi mtupu. Kwa hiyo Michael, kwa mfano Vivian akikupa fursa kwamba uwe mtu wake, unaweza kukubali? Sasa hapo inafuatana, ila sema ukweli, Vivian amekamilika kila idara. Kwani hujaona mtoto alipopita jinsi anavyoita? Nilibaki nimeduaa tu kwa mara nyingine, maana niliona Michael anaanza kumsifia tena adui ambaye ndio inatakiwa tupambane naye. "Michael, hebu acha upuuzi mwanangu. Yaani adui yetu tena ndio unaanza kumsifia?" "Juma, hata kama, lakini mtu kama anastahili sifa, unampa sifa zake, kwani kuna shida?" Basi tulizidi kubishana na Michael tukiwa tumesimama nje ya hoteli. Baada ya kuona jamaa bado anazidi kukazia mambo ya kiwaki, mimi niliamua kupotezea, na baada ya hapo tulipanda gari na kuondoka. "Juma, hebu tuelekea magetoni kwangu nikaone kama kupo salama na vitu vyangu vipo, si unajua niliachaga kila kitu." Michael aliniomba kwanza tuende kwake. Baada ya hapo tulielekea huko kweli, ila tatizo tulikuta pale alipokuwa anakaa Michael pamevunjwa na vitu vyote vilikuwa vimeibwa. Basi baada ya Michael kujiridhisha hivyo tuliondoka. "Sasa Juma, tunaanzia wapi eti?" "Michael, hapa cha kuanza tuanze kule anakokaa mzee Tekero, kuchunguza na tuangalie mazingira pale kwake apoje. Baada ya hapo tutajua cha kufanya." Basi mimi na Michael tulikubaliana kwamba itakapofika usiku tutakwenda pale wanapokaa wazazi wa Vivian ili tuanze kufanya kile tulichokusudia. Kweli kama tulipopanga, mida ya saa 2 usiku tulikuwa tupo maeneo yale anaoishi mzee Tekero kwa ajili ya kufanya upelelezi. Mimi na Michael wote tulifanikiwa kuruka geti, na kule ndani kulikuwa na walinzi kama 3 hivi wakiwa na randa kuangalia usalama. Michael, tuondoke tu. Kumbe hawa wapuuzi wamejipanga hivi. Baada ya kuona wale walinzi jinsi walivyokuwa makini, hapo ilibidi nimwambie Michael tuondoke. "Sasa Juma, wewe ulitaka tuje kupeleleza nini sasa?" "Nilitaka tujue mazingira yamekaa vipi." Basi nilijaribu kumshawishi Michael tuondoke, japo alikuwa mbishi na yeye alitaka tuingie ndani kabisa tukafanya jambo, ila kwa hilo sikuwa tayari. Baada ya hapo tulikubaliana tuondoke. Siku iliyofuata tulikuwa tumetulia tunafikiria sehemu ya kuanza ili tuwaweke kwenye mabano. "Juma, nimepata wazo tayari." Hebu niambie hilo wazo, maana wewe nakuamini mawazo yako huaga hayafelishi." "Juma, tumteke mzee Tekero, halafu tumtumie huyo kama chambo cha kuanasa wengine." "Michael, huoni hiyo kama ni hatari kwetu? Tuna uhakika gani kwamba hao watu watatishika baada ya sisi kumkamata Tekero? Je, kama hapo tayari kwamba afe hawana umuhimu naye, itakuwaje? Si unajua saizi watu wanathamini pesa kuliko hata wazazi." "Sema Juma, hilo nalo neno, ila sema usikonde, tutapata njia sahihi ya kutumia ili kuwaweka kwenye target hawapuuzi." Tulifikiria kwa muda mrefu njia ya kutumia, ila kila njia tulikuwa tunaona haifai. Basi tuliamua kutoka pale hotelini na kwenda kuzunguka
mtaani ili tuziweke sawa akili zetu. Basi tulikwenda kwenye pabu fulani hivi na kutulia pale, tukiwa tunafikiria nini cha kufanya, ila tukiwa tumetulia ndani ya ile pabu, kuna watu waliingia na hao watu tuliwatilia mashaka baada ya kuona wanatuangalia mno. Juma, kuna kitu nimesanuka. Kuhusu nini Michael? Nimegundua pale hotelini tulipofika ni kama pana kamera, na itakuwa tayari Vivian ashajua tupo mjini. Maana kati ya watu wale kule nyuma kuna mmoja sura yake kama nimewahi kuiona sehemu. Hii hatari Michael, kama vipi tuondoke haya maeneo basi? Basi tulikubaliana mimi na Michael kuondoka ile sehemu, maana tulihisi kabisa ile sio sehemu ya kukaa kwa muda ule. Usilolijua ni kama usiku wa giza. Yaani kwa kile ambacho kilitokea ni bora tungeendelea kukaa mle ndani. Muda tunatoka kwenye ile pabu, tuliona kuna gari nyeusi imepaki kwa mbele. Mara ghafla kuna mtu alishusha kioo cha gari na kushatua risasi ambayo ilimpata Michael vilivyo kwenye kifua chake. Na yule mtu baada ya kufanya hivyo aliteleza na kukimbia, ila nilikariri sura yake vizuri kabisa na nilijikuta uoga unaniingia ghafla. Baada ile risasi kusikika, kuna watu walikimbilia kujificha, kuna wengine walisogea sehemu ya tukio kutoa msaada, na miongoni mwa waliosogea pale kutoa msaada ni wale jamaa ambao walikuwa wanatuangalia sana mle ndani. Hapo niliona hao watu wamekusudia, maana nilihisi kabisa hawa wananiwinda na mimi. Oya, tufanye haraka, huyu mtu akimbizwa hospitali basi. Miongoni mwa wale watu aliongea hiyo kauli. Kabla hata ya kujibiwa tayari Michael alikuwa ashabebwa na kupakizwa kwenye gari walokuja nalo. Oya, acheni masiara, mwekeni kwenye gari langu. Niliongea kwa hasira na ukali mpaka wale majamaa walibaki wanatizamana. Baada ya hapo walibaki wanatizamana. Baada ya hapo ni kweli alipakizwa kwenye gari langu, na wawili miongoni mwa wale jamaa walipanda kwenye gari langu ili tuongozane na hospitali. Oya, nampeleka mwenyewe, naomba mshuke kwenye gari yangu. Yaani kwa muda ule nilikuwa tayari kwa lolote, na nilikuwa nimevurugwa mpaka sio vizuri. Ni kweli wale jamaa walitii na walishuka kwenye gari yangu, ila niligundua kuna ishara wanapeana. Basi baada ya hapo niliwasha gari na kuondoka maeneo yale, na niliondoka na spidi kali mno. Ila nikiwa njiani kuelekea hospitali niligundua wale watu bado wananifuatilia na gari yao kwa nyuma. Sikutaka kuwazingatia sana wale majamaa kwa muda ule, kwa sababu nilikuwa nipo tayari kwa lolote. Basi nilifika pale hospitali na kupokelewa na manesi. Michael aliingizwa emergency room na mimi nilibaki nje, huku nikiwa nimejawa na wasiwasi mwingi kupita maelezo. Nilikaa pale nje kama nusu saa hivi. Mara niliona kuna mwili unatolewa kule emergency room na sikuelewa unapelekwa wapi, na ulikuwa umefunikwa. Hapo ilibidi nikimbilie wale manesi wanaosukuma ule mwili. Baada ya kuwafikia nilifunua ule mwili, sikuamini macho yangu. Ninachokiona alikuwa ni mshikaji wangu wa ukweli kabisa, Michael, na alikuwa kapoteza maisha. Nikiwa nazidi kuduaa, mara nilimwona daktari naye anatoka, ila bado nilikuwa siamini kama kweli Michael kafariki. Niliamua kumkimbilia daktari na kumuuliza. Akanambia, ndugu yangu, ulichokiona ndio uhalisia. Huyu mtu kapigwa risasi sehemu mbaya sana na tumeshindwa kumsaidia, ila kijana, itabidi ukatoe taarifa polisi, sawa? Daktari alithibitisha kwamba kile nilichokiona sijakosea. Basi nilikuta nguvu zimeniishia na nilikaa chini bila kujielewa, maana nilikuwa sielewi nini kitaendelea baada ya Michael kufariki. Nikiwa nimekaa pale kwa mbali niliona askari 5 wakiwa wanakuja. Basi nilinyanyuka pale chini nilipokaa na kuwasubiri ili nione wamekuja kwa lengo lipi. Nikiwa nimekodolea macho, huwezi amini, miongoni mwa wale askari mmoja wao ndio yule aliyempiga risasi Michael, na sura yake nilikuwa nimeikariri kuliko maelezo. Kijana, inabidi tuongozane kituo cha polisi, ukatoe maelezo, maana tumetoka eneo la tukio, kuna maelezo tumepewa, sasa tunataka tukalinganishe na maelezo yako. Askari mmoja aliongea hiyo kauli baada ya kufika pale niliposimama. Okay afande, kwa kuwa mimi sio mhalifu na nakuja ni kutoa tu maelezo, nyie tangulieni.
mimi nakuja, acha niweke mazingira mazuri kwa marehemu kwa ajili ya kuandaa taratibu za mazishi. Niliwajibu hivyo maana baada ya kumwona yule jamaa alimpiga Michael risasi 9 ya askari, sikuwa nawaamini tena. Kijana, ni lazima tuongozane wote. Hiyo ndo sheria. Yule afande aliyepiga risasi alikazia kauli ya mwenzake. Sheria ipi mnazungumzia? Muongozane na mimi. Kwani mimi ni mhalifu? Au mnataka kuniua? Nyie tangulieni nimwambia. Maana na mimi nina usafiri wangu. Nyie vipi? Kutokana na kuvurugwa kwangu nilijikuta naropoka na niliongea kwa ukali mno. Mpaka askari nao walishangaa kwamba ujasiri ule nimeutoa wapi. Basi wale askari waliondoka na walinisitiza ndani ya masaa mawili niwe nimeshafika kituoni. Nilijikuta mawazo yanaanza upya, maana nilikuwa sijui lengo lao nilipe. Ila niliamua pote liwalo na liwe. Niliamua kwenda kituoni. Kabla sijaondoka pale hospitalini, niliamua kwenda kuangalia kwa mara nyingine tena mwili wa Michael kule mochwari ulikopelekwa, maana ni kama nilikuwa siamini. Ila nikiwa bado sijaingia ndani ya mochwari, nilisikia sauti za wadada kwa ndani wakiongea, mada ambayo ilinishtua kidogo, na nilipochungulia kule ndani niligundua ni wale wadada ambao walikuwa nasukuma mwili wa Michael. Ila Aisha, mimi nahisi Dr. Isa kuna kitu atakuwa amefanya kwa marehemu. Mbona mara ya mwisho sisi tunamuingiza kule emergency room alikuwa hana hali mbaya hivyo kwamba anaweza kufa, na ukiangalia hata risasi ilikuwa haijapenya kivile. Mary, sio kwamba unahisi yule kuna kitu kafanya. Wewe ujiulize, kila siku huwa mimi ndo nakuwa msaidizi wake akiwa anafanya upasuaji, eti leo amenifukuza na kutaka awe peke yake. Wewe umewahi ona lini daktari akawa peke yake kwenye upasuaji bila hata msaidizi? Hayo ni miongoni mwa maongezi niliyoyasikia kutoka kwa wale manesi. Baada ya kusikia hivyo, nilihisi kuna namna itakuwa daktari kamfanyia Michael ili kummalizia, na nilikumbuka kipindi cha nyuma ambacho Maima aliniambia mama yangu wakati ni mgonjwa alikuwa anachomwa sindano ya sumu inayoua taratibu, na ilikuwa ni kwenye hiyo hospitali. Nilipata jibu kwamba yule daktari atakuwa kummalizia Michael badala ya kumsaidia. Basi nilisitisha hata swala la kuingia kule ndani ili kuona mwili wa Michael. Niliamua kuondoka ilikuwa kituoni. Baada ya nusu saa nilikuwa nimefika kituoni na nilihojiwa jinsi tukio ambavyo lilitokea. Bwana Juma, labda kuna mtu yeyote unayemuhisi kwenye tukio hilo? Nikiwa naendelea kuhojiwa, hilo ni swali ambalo niliulizwa na afande mmoja hivi ambaye alikuwa ni mdada, na baada ya hilo swali niliona yule afande aliyempiga risasi Michael anamkata jicho la hatari mno yule afande wa kike aliyekuwa ananihoji. Afande, sina uhakika na alifyatua risasi, ila nahisi siku nikimuona sehemu ambayo inaniruhusu mimi kumjua itakuwa rahisi mimi kumtambua. Nilimjibu hivyo yule afande, na majibu niliyojibu yalikuwa ni tata kwake. Hata hivyo yule afande wa kike hakurudia kuuliza tena, alishia kutabasamu tu. Basi mahojiano yaliishia pale, na waliniambia pindi watakaponihitaji tena nisisite kuja kutoa ushirikiano. Baada ya hapo nilitoka na kwenda kupanda gari ili kusepa kurudi kule hospitali kufanya mipango ya kuwatafuta ndugu zake na Michael. Ila kabla sijawasha gari, yule afande wa kike aliyekuwa ananihoji kule ndani alinikimbilia na kuniomba lift ya gari, kuna sehemu alikuwa anaelekea. Vipi, unaelekea wapi dada? Baada ya kumruhusu aingie kwenye gari langu nilimuuliza kwanza, maana nilihisi huenda anakwenda sehemu ambako mimi sipiti. Wewe endesha gari tu, maana hata mwenyewe sijui niendako. Jibu la yule afande lilinifanya nicheke, maana niliona kama ananitania vile. Basi niliosha gari na kuendelea na safari, ila nilishangaa tunazidi kwenda tu na haniambii nimshushe, na tulikuwa tunakaribia kufika hospitali. Dada, mimi nakwenda hapo hospitali. Kwani vipi ushuke hapa ama? Baada ya kuona haongei sehemu ya kushuka, sasa niliamua mimi kumpangia sehemu ya kumshusha. Kaka, acha uchoyo. Kwani mimi kukaa kwenye gari lako kinakukera nini? Wewe tuende tu, nikitaka kushuka si nitakwambia.
Nilishangaa yule afande, maana alikuwa king'ang'anizi na alikuwa hataki kushuka kwenye gari yangu na sikuelewa sababu ni nini. Basi niliendesha gari mpaka pale hospitali. Nilishangaa nakuta kuna watu kama 3 hivi wapo wanafanya mpango wa kuchukua mwili wa Michael ili wakafanya maandalizi ya mazishi. Nilipouliza vizuri, kumbe walikuwa ni ndugu zake na Michael. Mmoja alikuwa shangazi yake na wengine 2 walikuwa ni wajomba zake. Sasa nilijiuliza wao wamejuaje kama Michael kafariki. Nilimuuliza yule shangazi, yani shangazi yake na Michael, kwamba wamepataje zile taarifa. Aliniambia walipigiwa simu na mtu ambaye nao walikuwa hawamjui na ndio waliowapa taarifa zile. Basi sikutaka kuendelea na maswali mengi, nilishukuru kwa kuwa walipata taarifa kwa muda mwafaka. Basi taratibu zote zilifanyika na waliniambia mwili wa Michael utasafirishwa na kwenda kuziwa kijijini. Basi niliwaahidi kushirikiana nao kwa kila hatua, maana Michael alikuwa ni mshikaji wangu wa damu kabisa. Basi mimi nilijitolea kutumia gari langu kusafirisha mwili wa marehemu. Basi nilitoka na kwenda parking ya magari ili nikachukue gari langu na kupakia ule mwili, ila kufika sehemu ambayo gari langu lilikuwa limepakiwa nilishangaa silioni. Hapo ndo nilikumbuka kwamba kuna afande nilimwacha ndani ya gari na bahati mbaya ufunguo wangu wa gari niliuacha kwenye gari. Hapo nilijikuta nachanganyikiwa upya na nilianza kupiga makelele kuomba msaada. Watu ilibidi wasogee pale kuuliza kile ambacho kimetokea, na nilipowasimulia kila mtu alibaki anaongea la kwake. Wengine walinionea huruma, wengine walisema ni uzembe wangu, wengine walisema nadanganya. Yaani kila mtu alijiwazia lake. Ila nikiwa pale na watu wamenizunguka kwa mbali kwenye geti kubwa la hospitali, niliona gari inaingia. Nilipoangalia vizuri ilikuwa ni gari yangu. Nilipiga makelele kwa furaha na kukimbilia ile gari likiwa linakuja upande ambao tulikuwa tumesimama. Basi baada ya kulifikia lile gari nalo lilisimama na yule afande alishuka huko akiwa na hema mno. Na nilipoangalia vizuri gari langu lilikuwa limepasuka vioo hovyo hovyo. We mjinga, kumbe ndo lilikuwa lengo lako Ulitaka kuniibia gari langu sio? Baada ya yule afande kushuka niliongea kwa hasira huku nikiwa nimemkazia jicho na nilitamani hata nimwoshe makofi. Acha upuuzi, ningekuwa nataka kuliiba ningerudisha. Mbona unaropoka ovyo ovyo tu, au unahisi mimi kwangu sina gari Yule afande naye aliongea kwa jazba na inaonekana ni mtu aliyekuwa amevurugwa ni hatari. Ila niliangalia tena vizuri niligundua yule dada ni kama ana jeraha, ila alikuwa anajikaza. Ndipo nilipoamua kuchungulia ndani ya gari langu. Niona kuna maganda ya risasi kama 5 hivi. Hapo nilibaki nimeduaa na sikuelewa nini kinaendelea. Dada, samahani, kwani kuna shida imetokea? Hapo ilibidi nimuulize yule afande kwa upole, maana niligundua yupo kwenye maumivu na niligundua hele ni majeraha yaliyotokana na kukatwa na kioo. Hebu ingia kwenye gari tuondoke kidogo hapa, nitakusimulia kila kitu. Dada yule naye alipunguza jaziba yake na kuongea kwa upole. Basi mimi na yule afande tulipanda kwenye gari na kutoka maeneo yale ya hospitali. Basi tulikwenda kupaki gari maeneo fulani ambako palikuwa pametulia sana, na hayo maeneo palikuwa na majumba ambayo watu walikuwa hawakai. Dada, nieleze haraka haraka, maana kule hospitali kuna watu wananisubiri na kuna maiti inatakiwa kusafirishwa kupitia gari hili. Basi baada ya kupaki gari maeneo yale, tukiwa ndani ya gari nilianza kumharakisha yule afande. Na niambie, maana nilihisi ananichelewesha. Kwanza kaka, nikuulize swali. Hivi yule aliyempiga risasi rafiki yako, wewe ulimuona au hukumuona? Afande aliniuliza swali la mtego mno na sikujua maana ile swali ni nini. Nilimuona, nilijibu kifupi ili nione yeye anasemaje. Kama ulimuona, kwa nini ninavyokuuliza pale kituoni huku msema? Kwa sababu niliogopa. Uliogopa? Kwa sababu naye alikuwepo pale pale, si ndo manake? Swali hilo la yule afande lilinifanya nishtuke sana. Au huyu naye ndo wale? Amejuaje? Hayo ni mawazo na maswali ambayo yalinijia. Afande, kwa nini umuuliza na umejuaje kwamba alikuwepo pale pale? Nilimuuliza ili na mimi nijue lengo lake. Sikiliza kaka, adui yako ndo adui yangu. Yule mpuuzi namtafutia target ili aingie kwenye boksi langu. Naona bado anakwepa.
Na pale nilikuuliza makusudi, nilijua yule mpuuzi ndo kahusika na nilitaka umtaje pale pale ili upelelezi ndo uanzie kwake. Sema nawe uliogopa. Yule afande alizidi kuongea mambo ambayo nilizidi kushangaa. Ina maana huyu afande naye ana ugomvi na yule afande mwenzake? Nilijiuliza kimoyomoyo, ila sikupata jibu. Sasa afande, kwa nini unasema na wewe ni adui yako? Yule mpuzi anatumiwa na askari mmoja hivi mstaafu anaitwa Mzee Tekero, na hao wote ndio walishirikiana kumuua babangu na kupora baadhi ya mali zetu. Nilishangaa sana, yule afande naye alikuwa na historia kama yangu, na nilijiuliza ilikuwaje mpaka naye akafanywa hivyo, ila sikutaka kumuuliza hilo swali. Sasa afande, wewe ulikwenda wapi na gari langu mpaka likabaki hivi? Niliamua kukatiza mazungumzo na sikutaka simulie ilikuwaje mpaka yeye akafanywa vile na familia yake. Niliuliza swali la mwisho ambalo nitaka nijue, maana kwa muda huo nilikuwa na haraka kwa kwenda hospitali kwa ajili ya kubeba mwili wa Michael kupeleka kijijini. Kaka, tukiwa pale kituoni, baada ya wewe kutoka tu, nilisikia yule mpuuzi anaongea na simu, na katika mazungumzo yao nilisikia anasema huyu mpuuzi ashatoka hapa kituoni, maliza kazi. Baada ya kusikia hiyo kauli ndo niliamua niungane na wewe katika safari yako kwa ajili ya kukulinda wewe. Hayo yalikuwa maelezo ya yule dada afande. Nilibaki nimeacha mdomo wazi. Kumbe kila ninapotembea na windwa, halafu mimi na kwenda tu kipuuzi. Aisee, hii ni hatari sana. Jamani, hii ilikuwa ni sehemu ya 5 ya simulizi yetu hii ya kuitwa Hakika Nilioa Kifo, ama waweza kuita ndoa. Jamani, ni hatari. Yaani mambo ndo kwanza yanaanza kuchangamka, alafu ndo kwanza tunaelekea mwishoni. Hii ni hatari jamani. Basi niseme asante sana kwa kumchagua binti Trishi. Asante kwa kuchagua Light Simulizi. May God bless you. Tukutane katika sehemu inayofuata ili tukaweze kujua nini ambayo yatajiri katika mkasa huu kaka yetu Juma. Yaani mambo ni fire. Yaani mambo I say ni mengi kweli kweli. Mimi ni Trishi. Love you so much. Bye bye.